Baba mwema na mtakatifu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya kipindi hiki mahususi kabisa ambacho umetupatia sisi wana na binti zako. Licha ya kwamba tuko mbali sehemu tofauti tofauti, lakini kutokana na upendo wako na jinsi ambavyo umeweka maarifa, tunaweza tukazungumza katika umoja, na kwa roho hiyo tunakusia kwamba tukapate kuunganishwa kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Our today's sermon jioni leo inaenda kwa title ambayo inasema The Last Day Syndrome. The Last Day Syndrome ni ugonjwa wa kipindi cha siku za mwisho. Ugonjwa wa kipindi cha siku za mwisho ambayo kiuhalisia tunafahamu magonjwa mengi ambayo yanatamkwa kama syndrome, ikiwemo pamoja na ugonjwa huo ambao umekuwa ni janga la ulimwengu kwa sasa, janga la ukimwi, HIV AIDS, ambayo AIDS inasimama badala ya acquired immunodeficiency syndrome. Now the syndrome, hiyo neno syndrome ndio tumekuja tunalipata kwenye sermon yetu ya jioni ya leo, tukiwa hatuongelei kuhusiana na acquired immunodeficiency syndrome, lakini tunaongelea kuhusiana na last day syndrome, siku za mwisho, ugonjwa wa siku za mwisho, magonjwa ya siku za mwisho. Na kiuhalisia hatutakuwa tukiongelea magonjwa ya kimwili, ila tutakuwa tukizungumzia ugonjwa wa kiroho ambao unatamkwa na Mtume Paulo katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya 3. Hapo ndipo tutakapokuwa tukijikita hasa. Lakini kabla hatujaanza, tujue tu moja kwa moja, mtu anapokuwa ameenda hospitali, madaktari wao wanafanya diagnosis, vile vipimo pale wanapokuwa akiulizwa maswali, unajisikiaje, unahisije, au daktari anapokuwa akimwexamine mtu, anamwangalia jinsi anavyoonekana, dalili zinazoonyesha kwa nje, huwa anaangalia symptoms, anaangalia signs, lakini pia anaulizia juu ya symptoms. Symptoms ni zile ambazo hatuwezi tukaziona, vile vitu ambavyo unaweza akaelezea kwa ndani anajisikiaje, vitu kama kichefuchefu. Huwezi kumwangalia tu mtu kwa hizo tunaziita signs. Sasa kwenye siku hizi za mwisho kuna vitu ambavyo ni signs, lakini pia ni symptoms za magonjwa, za ugonjwa huu wa siku za mwisho, vitu ambavyo tunaweza tukaviona ndio tukasema huu ugonjwa umekithiri, this syndrome has spread all over. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukavitazama na kujua vitu kama hivyo. Sasa Paulo akiwa anaandika waraka wake wa pili kwa Timotheo, huu ni waraka anaoandika mwaka wa 66 baada ya Kristo, akiwa gerezani. Na hapa ndipo Paulo anapokuwa akikaribia mauti, anakaribia kuuawa akiwa gerezani, na huu ndio ujumbe wake wa mwisho kabisa kutuma kabla ya kuuawa kwake. Anamwandikia Timotheo juu ya nyakati ambazo zinaongelewa hapa, nyakati za mwisho, nyakati ambazo sisi tunaziishi sasa hivi. Na anapoandika, anaandika kwenye hiyo sura ya 3 kuanzia fungu hilo la kwanza mpaka la 5. Ningependa tuweze kulisoma pamoja na wewe. Fungua Biblia yako ikiwa uko karibu nayo, kitabu kile cha Timotheo wa pili sura ile ya 3 fungu lile la kwanza mpaka la 5. Neno la Bwana linasema, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho hizi tunazoziishi sasa hivi, kabla ya Yesu Kristo kuja, siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Kwa nini? Maana watu watakuwa wenye kujipenda, watu wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Lakini ukiwatazama kwa nje, wana mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Paulo anamsisitiza Timotheo kijana wake kwamba hao nao ujiepushe nao. Sasa hizi ni dalili ambazo Paulo anaziongelea. Anaongelea kuhusiana na risti na series ya moral and spiritual symptoms. Hizi ni dalili za ugonjwa wa kiroho, lakini pia na wa kimaadili, moral and spiritual
symptoms. Sio magonjwa ya kimwili, hapana. Hapa hazungumzii magonjwa ya kimwili, ila anaongelea ugonjwa wa kimaadili. Anaongelea kuhusiana na ugonjwa wa kiroho ambao unaonyesha moja kwa moja ni jinsi gani zama zetu hizi, the age that we are living in, how sick it is. Inaonyesha condition ambayo tunaita ni last days syndrome, ugonjwa wa siku za mwisho, upungufu wa kinga, ugonjwa kiujumla huu, ugonjwa wa siku hizi za mwisho. Na tunaishi katika kipindi ambacho teknolojia ni kubwa sana, lakini kiujumla maadili yameporomoka. We live in a state where there is a high technology is advancing, but morality is decaying. Knowledge is increasing, but wisdom is decreasing. Religion is expanding, but godliness is shrinking. Ukiroho ule utaua, ule uchamungu unasinyaa, angali dini zinazidi kutapakaa. Tunaona makanisa mengi yanafunguliwa, lakini ukiroho, licha ya makanisa haya na misikiti mingi kufunguliwa, ukiroho bado unaendelea kufifia. Licha ya kwamba teknolojia zinaongezeka, lakini kiukweli maadili yamekuwa ni kitu adimu sana, ni bidhaa adimu sana kwenye ulimwengu wetu wa leo. Tunaona maarifa yanazidi kuongezeka, lakini ile hekima ambayo inatufundisha sisi kumcha Mungu na kuenenda sawasawa na mapenzi yake, hiyo haionekani tena. Hizi ndizo nyakati hizo ambazo Paulo anaziita ni nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Na hizi ndizo zinazotuonesha kwamba tuko kwenye nyakati za mwisho. Hizi dalili zinapokuwa zikitimia, zinaonesha moja kwa moja this is the time that Paul was writing about. Huu ndio wakati ambapo Paulo alikuwa anauzungumzia hususan kabisa. Sasa Paulo anatupatia maonyo, maonyo juu ya nyakati hizi tunazoziishi, akianza kuelezea kuanzia hilo fungu la pili, akitaja symptoms 19, dalili 19 za kuonesha kwamba hizi ni nyakati za hatari tunazoziishi. Hizi ndizo nyakati za siku za mwisho tunazoziishi. Na dalili hizi anapoziongelea anasema, lakini ujue, ufahamu Timotheo, neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Neno hatari linalotumika hapa kwenye Kiyunani lina maana ya kitu ambacho ni cha kuogopesha, kitu ambacho ni kikorofi, kitu ambacho ni kigumu kukabiliana nacho. Neno hili limetumika pia kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 8 fungu lile la 28. Neno chalepoi ambalo lina maana ya kitu ambacho ni nyakati za hatari, yani hatari. Inaongelea kuhusiana na vitu ambavyo vinatisha, kama vile ambavyo inaongelewa kwenye kipindi kile cha Mathayo, ambapo Yesu anakutana na mtu mwenye pepo, mtu ambaye alikuwa anatisha, ambaye muonekano wake ulikuwa unaondoa watu kwenye uwepo wa kawaida, uliokuwa ukiwatisha watu. Hizo ndizo nyakati ambazo zinaongelewa vile vile kwamba zitakuwa ni nyakati za hatari, zenye kutisha, fierce, violent, lakini hard to bear. Nyakati ambazo watu watakuwa wanaonekana kama vile mapepo, wanaishi kama mapepo, wanazungumza kama mapepo. Nyakati ambazo zinatisha kama nini. Watu watakuwa wakiwatendea wenzao kama mapepo, wenye nguvu za kipepo ndani yao. Hii ikiwa ina suggest kwamba in the last days there will be demonically charged times. Hizi ni nyakati ambazo watu watakuwa wakiishi kama vile mapepo, watakuwa wakiendeshwa kwa nguvu za kimapepo, nyakati za hatari. Sasa hizi symptoms Paulo anapokuwa akizungumzia, anazigroup kwenye makundi makuu manne. Makundi makuu manne. Licha kwamba anazitaja symptoms 19, lakini kuna makundi makuu manne ambayo anazungumzia hapa moja kwa moja. And the first one, lile kundi la kwanza ni self-centeredness. Self-centeredness, kwamba katika kipindi hiki cha mwisho watu watakuwa wabinafsi, watakuwa wakijitazama wao wenyewe, wasiotazame watu wengine. Na ndio hapa kwenye fungu lile la pili anaelezea kuhusiana na hii hali ya self-centeredness. Anasema maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Wanaanza kwanza kwa kujipenda wenyewe. Na kujipenda kiuhalisia sio jambo baya, ila ile hali ya selfishness. Self-loving is not bad, but that selfishness, ule
ubinafsi ule ubinafsi ya kuona wengine hawafai ila wewe ndio the top. Hiyo ndio ambayo inaongelewa hapa, kwamba watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Hawa watu watakuwa wanapenda fedha kiasi kwamba wanaweza kufanya chochote kile ili mradi wamepata fedha. Wanaweza wakauza utu wao ili waweze kupata fedha. Wanaweza wakauza maadili yao kwa ajili ya kupata fedha. Watu wenye kujipenda na lakini pia wenye kupenda fedha. Lakini hawa watu pia watakuwa ni wenye kujisifu. They are self-centered. Yani wanaona kana kwamba wenyewe ndio wanaostahili sifa zote hizi za dunia, na wanaposifiwa wanaona kwamba wenyewe ndio the top. Wanafurahi kabisa kweli kweli, hata kama sifa zingine ni za uongo. They are ready to receive that kind of affirmation kutoka kwa watu hata kama haziwahusu kweli kweli. Hawa watu watakuwa ni wenye kiburi, wenye kiburi. Na ukiangalia definition ya kiburi ni ile hali ya kuchukua sifa za Mungu na kujitwika wewe, au ile hali ya kuwaona wengine wote hawafai, ukajiona wewe ndio the top, the most valued man in the world, ukaona wengine kwamba hawafai. Mwenye kiburi siku zote huwa anawadharau wengine, anawaona wengine kama vile hawafai, anaona mawazo ya wengine hayafai, ya kwake tu ndio yanayofaa, kiasi kwamba mtu mwingine akiwa anaongea anaona kama hizo nazo ni pumba, ila anataka yeye ya kwake ndio yathaminiwe. Anapokuwa akizungumza hataki kuingiliwa, ila yeye wengine anapozungumza yeye anataka kuingilia. Yeye huwa anaona kama wengine hawafai, anawaundervalue wengine. Lakini Paulo anasema hizi nyakati za mwisho watu watakuwa ni wenye kiburi, ni wenye kiburi kweli kweli. Lakini hawa watu hawahitaji kwenye kiburi, ila watakuwa ni wenye kutukana, wenye kutukana, watu wenye kutukana. Matusi siku hizi yamekuwa kama viunganishi. Yani mtu anaweza akazungumza matusi na asiogope kabisa, hana hofu kabisa, hana ule mshipa wa aibu, hana ule mshipa unaitwa mshipa wa noma. Yani anaweza akazungumza mambo yoyote yale mbele ya watu na asione shaka, asione shida. Anaona ni kawaida kabisa, maana wameshazoea kusema matusi kiasi kwamba anaweza akazungumza na asishtuke kwamba amesema kitu cha ajabu. Ni wenye kutukana. Nyakati hizi za mwisho ni nyakati za hatari. Watu wenye kujipenda wamewekeza sana kwenye kujipenda wao wenyewe. Wameiweka nafsi yao mbele kuliko Mungu, wameweka nafsi zao mbele kuliko wokovu. Watu ambao wanapima heshima yao kwa kulingana na ule umaarufu walionao, ile nguvu walionayo, popularity walionayo, lakini pia na utajiri walionao. Tumeona hata kwa viongozi wetu wa kisiasa na viongozi wetu wa serikali mbalimbali hapa ulimwenguni, sasa hivi wanalimbikiza mali kwa ajili yao wenyewe. Hawaangalii wengine, hawaangalii wananchi wa chini. Wako radhi waue watu, wateke watu, ili tu wenyewe waendelee kuishi vizuri, ili wenyewe wasiendelee kupingwa. Maana wanapopingwa kale ka kiburi kao, kale ka ego kanaguswa. Na kiasi hicho kinafika hatua wako radhi kumwaga damu isiyokuwa na hatia kwa ajili ya mambo kama haya. Hizi ndizo nyakati za hatari ambazo Paulo anazizungumzia. Hizi ndizo nyakati za hatari ambazo anamwambia zitakuwepo kabla mara ya pili. Lakini exclude the love of God, inafika point ambapo ule upendo wa Mungu una exclude. Ni kana kwamba unajifungia, unafunga madirisha, unafunga milango kwamba upendo wa Mungu usikuingilie tena. Unakuwa unajifungia mbali na upendo wa Mungu. When self is exalted, anaendelea anasema, ule ubinafsi unapokuwa ukikwezwa, unapokuwa ukiongezwa, Christ is put aside. Kristo anawekwa kando. Kristo anawekwa kando pale tunapoibua ile nafsi yetu kujitazama wenyewe na kuwaona wengine kuwa hawafai. Lakini kundi la pili ambapo Paulo analizungumzia hapa kuhusiana na siku za nyakati za mwisho ni kwamba there will be social breakdown. Kutakuweko na kuvunjika kwa jamii, ujamaa, ile hali ya kushirikiana kama jamii itakuwa imevunjika. Na ndio maana anasema kwamba kwenye fungu hili la tatu kwamba watu hawa, mbali na hawa ambao amesema wasiokuwa na shukrani,
au tumeshaangalia ni kwenye upande wa self-centered, maana amefanyiwa kitu na akaona kwamba haifai kushukuru, maana it was his due or her due, ndio maana hapasi kushukuru, anaona kama vile ni stahiki yake tu. Lakini pia hawa watu Paulo alisema kwamba ni wasiokuwa wasafi because they are self-centered. Kwa hiyo kuna mambo ambayo watakuwa wakifanya ambayo sio safi kiujumla. Kwenye fungu hili la tatu la pili mpaka la tatu anapoongelea kuhusiana na social breakdown, anasema hawa watu watakuwa wasiopenda wa kwao, wasiowapenda wa kwao. These people will be disobedient to their parents. Kuna ile hawana ile natural bond ambayo inawakusanya watu kwa pamoja nyakati za hatari hizi. People are ready to help other people apart from their family members, apart from their relatives. Yani aende akasaidia mtu mwingine lakini sio familia yao. Kuna ule upendo kati ya mtoto na mtoto imevunjika kabisa. Ule upendo kati ya mzazi na mtoto nayo sasa hivi imepoa kabisa. This is the time that Paul was writing about, kwamba kutakuwa kuna nyakati za hatari, watu wasiowapenda wa kwao. Tumeona ndugu ambao wamefika hatua wanauana kwa sababu tu ya urithi. Tumeona watu ambao wanapigana na wazazi wao kwa sababu tu ya mali. Tumeona vitu vingi katika familia, mgawanyiko ukiwa unatokea kati ya ndugu, wanafika hatua hawasalimiani tena katikati ya ndugu. Hizi ndizo nyakati ambazo Paulo anazungumzia kwamba watu wasiowapenda wa kwao, there will be social breakdown in these times, kwamba wasiotaka kufanya suruhu, wako tayari kubeba mabifu mioyoni mwao, lakini wasio tayari kumpokea Kristo. Hawataki kufanya suruhu, hawataki kurekebisha mambo, bora wabebe bifu za miaka mingi na kurithishana maadui, lakini hawataki kufanya suruhu. This are the last days time. Lakini pia hawa watu watakuwa hawapendi mema, si watu wa kupenda mema. Wenyewe mambo yao yote siku zote ni selfishness. Hawataki kuwasaidia mema. They are never kind. Anaweza akaona mtu mwingine anaonewa na akapita tu, hana shida, akaona ni jambo la kawaida. Anaweza akaona mtu mwingine anaibiwa na asishtue hata huyu rafiki kwamba rafiki unaibiwa hapa, akaona ni kawaida. Wasiopenda mema nyakati hizi za mwisho, watu watakuwa ni wasaliti, watakuwa ni wasaliti. These are the time that Paul is writing, anaandika kwamba zitakuwa kwenye nyakati za hatari. Families are breaking down. Tunaona mambo ya taraka yakiwa yakitokea katika kipindi hiki cha mwisho. Gratitude is fading and purity is mocked. Mambo ambayo yalikuwa yanasifiwa kwenye Biblia sasa hivi ni kana kwamba yanaonekana kama ni old fashioned. Vitu ambavyo ukivifanya sasa hivi vya utakatifu unaonekana kwamba ni old fashioned, yani umepitwa na wakati. This are the last days syndrome. Hizi ndizo nyakati za ugonjwa huu wa siku za mwisho. The spirit of disobedience and deficiency to parental authority is one of the signs that we are in the last days. Hii anaandika Ellen White kwenye kitabu cha Adventist Home, ukurasa ule wa 293, kwamba kutokuheshimu watu wazima waliopita umri, kutokutii mamlaka zao. Hizi ni dalili tu za kuonyesha kwamba tuko kwenye nyakati za siku za mwisho. Huhitaji kwenda kusoma vitu vingine ili kujua kwamba uko kwenye nyakati za mwisho. Inahitaji tu kufungua masikio yako na macho yako kutazama vitu vinavyotendeka katika ulimwengu wa sasa, nawe utagundua ya kwamba tuko katika siku za mwisho. And the third thing ambacho Paulo anakizungumzia kwenye haya makundi ya symptoms za siku za mwisho ni kwamba there will be moral corruption. Kutakuwapo na machafuko ya kimaadili. We see generations that call evil good and good evil. Yale mambo ambayo yametajwa kwenye Biblia kama dhambi, hichi ndicho kipindi ambayo yanasifiwa na kuwekwa mbele. Wanayaona kama vile mambo ya furaha na burudani kabisa. These are the last days. Moral is decaying and no one is speaking. Watu wamezoeana kabisa na mambo ya ovyo, wamechukulia kwamba kila kitu kiko sawa. Those who live lasciviously are mocked. Wanazomewa, wanaonekana kama vile ni watu waliopitwa na wakati, kwa sababu tu wanaishi maisha ya kitaua, kwa sababu tu wameamua kufuata njia sahihi.
The line between truth and error has been broad, kiasi kwamba hata unakuwa ngumu sana kutofautisha kati ya mataifa na Mkristo wa kweli anayejitahidi na anayejipanga kuja kwa Kristo mara ya pili. Huwezi ukatofautisha, maana they are always resembling. Hata Wakristo nao wameshusha viwango vyao, they are compromising. Yani kiasi kwamba ukimtazama hivi kwa mbali, hata kwa jinsi anavyoonekana, huwezi ukajua kwamba this is a Christian. Jinsi anavyozungumza huwezi ukatofautisha maneno yake na ya mpagani. They are all the same. Ndio ile ambayo Paulo anasema watakuwa watukanaji. Hawaogopi kusema neno lolote lile la aibu. Wenyewe wamezoeana kabisa, hawana ule mshipa wa aibu, maana they are now compromising their values as a Christian. Hawaishi tena kufanana na Yesu, ila wanaishi kulingana na kufanana na ulimwengu. Wanashusha viwango vyao. There will be moral corruption in these days. Hawa watu watakuwa ni wasaliti, watakuwa ni wakaidi. Hata waambie namna gani, bado wataendelea kutenda vile vile. Maana inafika hatua hata ile sauti ya Roho wamekusha kuizima namna fulani. Hata wahubiriweje wanaona haya mahubiri yanawalenga watu wengine, sio wao. Hawaguswi nafsi zao, maana ni wakaidi, kwa sababu walizima sauti za Roho Mtakatifu tangu mwanzo. Na sasa Roho anapozungumza wanaona ni kana kwamba huu ujumbe umelengwa kwa watu wengine na si wao. Hao ujumbe ulikuwa huu mahususi kwa ajili yao, wanaona ni kwa ajili ya watu wengine. Hawa watu kwenye siku za mwisho watakuwa ni wenye kujivuna. Hata yale mambo ambayo sio wao waliofanya, ila ni Mungu ndiye aliyetenda, wataendelea kujivuna na kujisifu. Watakuwa ni watu wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanapenda kufanya mambo ya kianasa, lakini hawana mambo ya Mungu. Wanaangalia faida, wasiangalie kanuni za Mungu zinasemaje. Wako radhi kufanya kitu kwa sababu yao binafsi, na wasiangalie Mungu anataka wafanye nini kwa wakati fulani. How many are breaking the Sabbath for the business sake, just because they have to do something on a Sabbath and it will profit them much? Wanaangalia faida kuliko kuangalia kanuni ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yao. These are the last days ambazo Paulo anamwambia Timotheo kwamba ni nyakati za hatari. Watu ambao wanashusha viwango vyao kwa ajili ya kupata kitu, kwa sababu wanapenda fedha, ndio maana wanafika hatua wanashusha hadhi yao ya Ukristo. Kwa sababu wanapenda fedha, ndio maana wanakuwa na muonekano wa kumpenda Mungu, lakini kiuhalisia wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. They love pressure more than loving God. Yani vitu ambavyo vinawafurahisha, hivyo ndivyo wako tayari kuvifanya, ili hata kama ni kwa kuvunja kanuni za Mungu, they will do it. And this is why utaona leo kanisani makundi mengi yametokea, and fornication is taken lightly, kwa sababu watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, because just they feel good doing it. Wamefika hatua wameona kama vile hata zile kanuni za Mungu it's nothing, hakuna kitu tena pale. Kwa hivyo wanachukulia kwamba hivi vitu ndivyo wao vinawafurahisha, na hivyo hawajali kanuni na taratibu ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya wokovu wao. Lakini mwisho kabisa, fungu la 5 ambalo ndilo linatupatia kundi la 4 ambalo Paulo analizungumzia kuhusiana na symptoms za siku za mwisho. Anasema there will be religious hypocrites. Kutakuwapo na unafiki wa kiroho, unafiki wa kidini, unafiki utakuwepo. Mnafiki ni mtu ambaye anasema kitu fulani alafu anaishi vingine. Yani anaishi kivingine, na maneno yake na vitu anavyovifanya haviendani, viko tofauti kabisa, anapingana na maneno anayoyasema. Huyo ndiyo mnafiki. Hiyo ndio lugha rahisi, definition rahisi kabisa ya mnafiki. That's a great and simple definition of an hypocrite. Having a form of godliness, Paulo anasema, wenye mfano wa utaua. Ukiwaangalia hivi kwa nje unasema kuna mwimba kwaya pale, ndio kuna Mkristo pale, ndio kuna mcha Mungu hapo. Lakini ukisogea mbele zaidi, ukimzoom zaidi ndani, unagundua kwamba huyu mtu anakaa na nguvu zake Mungu.
wanamkana Mungu. Ukimwangalia kwa nje anaweza kaonekana smart kabisa, ananyoa kisabato, ndio, anavaa gauni refu, ndio, lakini pia hata chana yake anapochana nywele kisabato kabisa, ndio, tembea yake ameshika Biblia anaenda kama vile anatafakari, ndio, lakini ukimchunguza vizuri hapo katikati ya wiki alikuwa akiishije, ni mpagani kabisa kabisa. Lakini siku ya Sabato ndio inaonekana kama vile ana ule utaua, ule godliness, ule uchamungu unaonekana ndani yake, lakini kiuhalisia kumbe huwa maisha yake yanakana nguvu zake Mungu. Ongea yake inakana uchamungu ndani yake, kazi anazozifanya zinakana uchamungu wake, maana anafanya madili ambayo hayaendani na kanuni za Mungu. Anavuka mipaka, hajali wengine wataonaje, wataumiaje, yeye anachoangalia ni kupata faida. Wana mfano wa utaua, lakini kweli wakiutazamwa wanakana nguvu za Mungu. Hao nao Paulo anamwambia Timotheo kijana wake kwamba hao nao ujiepushe nao. This are the last days. This is the last days syndrome. Huu ndio ugonjwa ambao unakabili siku hizi za mwisho, na hizi ndizo dalili za ugonjwa huo, kwamba tuko kwenye nyakati za mwisho. Rafiki, sijui ni symptoms gani ambazo wewe zimekukumba mpaka sasa, lakini hauko mbali kiasi kwamba usiweze kuokolewa. Bado Kristo anaweza kuokoa hata mtu aliyetanga mbali. He is the great physician. Yeye ndiye tabibu mkuu, yote yanawezekana kwake. Tunaweza tukaangalia kwa nje tukasema huu ugonjwa wako kwa hakika umefika mbali ambapo huwezi ukatibika, huwezi ukaponyeka rafiki. Lakini Yesu yeye anapokutazama anaona everything is curable. Ana uwezo wa kutoa tiba na kukuponya kabisa. Na yeye anapokuponya, neno lake moja huwa ni hili: tazama umepona, usitende dhambi tena, lisije likakupata baya zaidi kuliko lile la kwanza. Haijalishi umekuwa kwenye addiction kiasi gani ambayo inakufanya kuonekana kwamba wewe ni mmoja kati ya wale wanaotimiza nyakati hizi za mwisho, lakini in reality is that God is still there and everything is possible to him. He can do something for your sake. Anaweza kufanya kitu kwa ajili yako, akaokoa maisha yako, akakutoa kwenye addiction uliopo. Yeye bado anaweza akaponya mioyo iliyovunjika. Wenda umetukanwa sana na watu katika kipindi hiki cha siku za mwisho, kiasi kwamba umejisikia kwamba you are very inferior, yani wewe hufai tena kwenye maisha haya. There is still hope. There is still hope. There is someone who really loves you. Huyu yupo kwa ajili yako. Yeye yuko tayari kukuvuta karibu na akakukumbatia kama mtoto wake pekee. Anakujali zaidi. Huu ni wakati wa mwisho ambapo anatamani Mungu kwamba tukajenge bondi yetu zaidi pamoja na yeye. Tusionekane tu kama Wakristo, lakini tukawe Wakristo kweli kweli. We have to be genuine Christians, not hypocrites. Tusiishi kinafiki. Anatutaka tuishi kama Wakristo kweli kweli katika nyakati hizi. Na ninatamani ya kwamba hizi zote ambazo zinatajwa kama dalili za siku za mwisho, hizi ambazo Paulo anazizungumzia kwenye masuala ya ugonjwa wa kiroho na wa kimaadili, vinapokuwa vikiukumba ulimwengu, wewe pamoja nami tuwe tumewekwa kando. Kristo akatusafishe, akatuoshe, akatuumbie moyo ulio mpya, akaondoe nia zilizo za dhambi ndani yetu, akatufanye kuwa viumbe wapya, wenye kupendana, lakini zaidi ya yote wenye kumpenda Mungu na kumjua yeye. Maana ombi la Mungu ni hili. Yesu alipokuwa hapa duniani akiwa anawaombea wanafunzi wake ombi lile la kikuhani katika kitabu cha Yohana 17 kwenye fungu lile la 3 anasema, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Tamanio la Mungu ni kwamba tumjue, sio tu kumjua, tukishamjua tuishi kile tunachokijua. Tusiishie tu kuwa na ile knowledge juu ya Mungu,
ila tukamjue yeye, na kumjua kwake Yohana anasema mtu anayesema kwamba anamjua Mungu na hazishiki amri zake, huyo ni muongo. Kwa hivyo kumjua kwake inatupasa pia tupige hatua zaidi na tutii amri zake, tuishi katika kanuni zake ambazo anataka tuweze kuziishi, zile ambazo anasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Hivi ndivyo Mungu anatutaka katika ulimwengu huu tukapate kuishi. Kristo akatusaidie, akabadilishe nia zetu, akaondoe ile hali ya kuwa na nia mbili. Yakobo anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi, isafisheni mioyo yenu, jitakaseni enyi wenye nia mbili. Anatutaka sisi ambao we are double minded, tuko huku kwenye Ukristo, lakini pia kuna wakati tunaenda kwa waganga. Mambo yanapochafuliwa kabisa, tunaambiwa kuna mtaalamu somewhere, there is a witch doctor who can help you, na unaenda kweli. Watu wenye nia mbili tunatangatanga huku kwa Dagoni tupo, kwa bahari tupo, alafu tunaenda kwa Mungu kwenye siku za ibada, tunaenda tukiwa na nguo zetu za Sabato na michomekeo mizuri kabisa, kana kwamba wa Kristo. God wants us to be in him always. Tuwekeze kwake siku zote. Mungu akakusaidie, Mungu akanisaidie, tukaishi tukimtegemea yeye siku zote. Bwana awabariki sana. Nimkaribishe chairperson, the host, ambaye alikuwa akituongoza kwa ajili ya kuhitimisha na pamoja na maombi.